Mataifa makubwa yanataka soko la mafuta litulie. Badala ya Teherani inataka kuona kwanza utekelezaji wa masharti inayoamini yalikuwa sehemu ya makubaliano mapana ya kusimamisha vita. Hivyo, kwa mtazamo wa Iran, ikiwa Israel itaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Hezbollah kusini mwa Lebanon, basi hilo litachukuliwa kama uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, na kwa msingi huo hakuna sababu ya kufungua tena mlango wa Hormuz. Vilevile, kama Marekani haitachukua hatua ya kuruhusu tena mauzo ya mafuta ya Iran kupitia msamaha wa vikwazo, Teherani inaona kuwa upande wa pili haujatekeleza wajibu wake. Hatua hii ina uzito mkubwa kwa sababu mlango Hormuz si njia ya kawaida tu ya baharini, ni moja ya maeneo nyeti zaidi katika biashara ya nishati duniani. Sehemu kubwa ya mafuta yanayotoka katika mataifa ya Ghuba ya Uajemi hupitia hapo kabla ya kwenda Asia, Ulaya na maeneo mengine ya dunia. Hivyo kila tamko linalohusu kufungwa au kutofunguliwa kwa mlango Hormuz lina athari kubwa ya moja kwa moja kwa masoko ya mafuta, gharama za usafirishaji, bima za meli na hata bei za bidhaa katika nchi mbalimbali. Ndiyo maana kauli ya Iran haionekani tu kama taarifa ya kisiasa, bali ni ujumbe wa shinikizo wa kimkakati kwa Marekani, Israel na washirika wao. Kwa upande wa Iran, hoja yake kuu ni kwamba swala la Hormuz haliwezi kutenganishwa tena na mzozo wa Lebanon. Tehran inaonekana kusema wazi kwamba makubaliano yoyote ya kufungua tena hiyo njia ya baharini lazima yawe sehemu ya mpango mpana zaidi wa kupunguza mapigano katika eneo lote la Mashariki ya Kati, hasa Lebanon. Hili linaonyesha jinsi Iran ilivyoamua kutumia ushawishi wake juu ya njia ya nishati kama nyenzo ya kujadiliana. Kwa lugha nyepesi, Iran inaweka mezani karata mbili kwa wakati mmoja: usalama baharini na uchumi wa mafuta. Inasema ikiwa mnataka mafuta yapite na biashara ya kimataifa irejee kawaida, basi lazima pia mshughulikie vita vya Lebanon na muondoe vizuizi vinavyoikandamiza Iran kiuchumi. Masharti ya Iran kuhusu vibali vya mafuta yana maana kubwa pia. Vibali hivyo ni ruhusa maalum inayoweza kutolewa ili kuruhusu wanunuzi au washirika fulani kununua mafuta ya Iran licha ya vikwazo vya Marekani. Kwa kuiweka hoja hiyo hadharani, Iran inaonyesha kwamba haitaki tena ahadi za jumla za kisiasa, bali inataka hatua zinazoonekana na kugusika moja kwa moja kwenye uchumi wake. Iran imekuwa ikisukuma kwa muda mrefu hoja kwamba haiwezi kuingia kwenye mpango wowote wa kupunguza mvutano bila kupata nafuu ya kweli ya kiuchumi. Kwa hiyo kufunguliwa kwa Hormuz kwa mtazamo wa Teherani si swala la imani njema, bali ni sehemu ya makubaliano ya pande mbili, ambapo Iran pia inapaswa kunufaika kupitia mauzo ya mafuta na upatikanaji wa fedha za kigeni. Kwa mtazamo mpana wa kisiasa, kauli hii ya Tasnim inaonyesha kuwa Iran inataka kuingia kwenye mazungumzo si kama upande dhaifu unaotafuta tu kufunguliwa kwa njia ya biashara, bali kama nguvu ya kikanda inayotaka kutambuliwa kuwa na uwezo wa kuathiri usalama wa nishati duniani. Tehran inaonyesha kwamba inaweza kutumia mlango Hormuz kama sehemu ya mkakati wake wa mazungumzo, na kwamba uamuzi wa kufungua au kutofungua njia hiyo unaweza kuamuliwa si tu kwa masuala ya baharini, bali pia kwa vita vya washirika wake, vikwazo vya uchumi na namna inavyotathmini uaminifu wa Marekani kwenye kutekeleza makubaliano hayo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.